Hapa kuna muktasari wa historia ya maisha ya Mangi Kimambi. Nani yeye? Anafanya nini? Na changamoto alizozipitia hivi karibuni. Ni nani Mangi Kimambi? Mangi Kimambi ni mwanaharakati wa mitandao ya kijamii, mwandishi mkosoaji wa serikali na ulimwengu wa kijamii, yani social media, ambaye kwa sasa anaishi nchini Marekani. Anatambuliwa kuwa kauli zake kali dhidi ya serikali, hasa kuhusu masuala ya haki za kibinadamu, ukandamizaji wa upinzani na udhalilishaji wa wanasiasa au viongozi kupitia mitandao. Changamoto na matukio makubwa. Changamoto na matukio makubwa kupelekea umaarufu kupungua katika mitandao ya kijamii juu ya uendeshaji wake. Mapema mwaka 2015, kiongozi wa dini Alhaji Musa Salum alimshtumu Mangi Kimambi kwa kutukana viongozi wa dini, watu wengine kupitia mitandao. Hadi hii leo, kiukweli, hali hii ilionyesha kuwa baadhi ya viongozi na jamii walimuona si kama mwanaharakati, bali kama mtu anayeharibu heshima na amani ya jamii. Hukumu ya uhuru wa kujielezea, hukumu ya kuelekezwa kesi mahakamani mwaka 2025. Mnamo Disemba mwaka 2025, serikali ya Tanzania imemfungulia rasmi kesi ya uhujumu uchumi, yani utakatisha fedha, dhidi ya Mangi Kimambi. Anadaiwa kujipatia takriban shilingi milioni 138.5 milioni kati ya Machi 1 na Machi 31, 2022 kupitia kazi ya uandishi wa habari bila kibali na kwa vitisho. Kesi hii imepewa namba 002172/2025. Ilitajwa tena mahakamani tarehe 4 Disemba 2025, lakini ikaahirishwa tena, kuahirishwa hadi tarehe 28 Januari 2026 kwa sababu ya upelelezi bado haujakamilika. Upande wa mashtaka unadai kwamba fedha alizopatiwa zilitoka kwenye mapato ya uhalifu, kwamba ilikuwa akifanya kazi kama mwandishi bila kujiandikisha, jambo ambalo linakiukwa na si jambo la kisheria. Uhamasishaji wa maandamano na vurugu za kisiasa. Mangi Kimambi anatajwa kuwa mmoja wa waliochangia kuhamasisha maandamano kupitia mitandao, ikiwemo madai ya maandamano yalipangwa tarehe 26 Aprili 2018. Hata hivyo, maandamano hayo hayajakamilika katika wakati huo au kipindi kile. Wakati wa kampeni hizo, baada ya viongozi na wadau wa siasa waliona hivi kama uchochezi na ukosaji wa haki, kutokufuata sheria, ikiwemo mmoja wa viongozi wa chama cha upinzani Chadema ambaye alisema kitakachojiri.
umuhimu na mzozo wa sheria za kijamii. Mange Kimambi ameleta mjadala mkubwa kuhusu uhuru wa kujielezea, yani free speech. Nguvu ya mtandao wa kijamii. Nguvu ya mitandao ya kijamii ina nafasi kubwa sana, na nafasi ya wanaharakati katika vyombo vyao hivyo visivyo rasmi. Wengi wanaona wanaifikisha sauti ya wananchi. Zile sauti za wananchi wanazifikisha kupitia mitandao ya kijamii, yani social network. Lakini wengine wanaona maamuzi yake yanaweza kusababisha vurugu na chuki. Mustakabali dhidi yake yameleta upinzani mkubwa. Mashtaka dhidi yake yametia mbele ya maswali na kuwa na maswali mengi kwelikweli kuhusu uhuru na ulinzi wa kidemokrasia au njama ya kusitisha upinzani, hasa ikizingatiwa kuwa kesi imefunguliwa wakati wa mzozo wa kisiasa unaozidi kupamba moto nchini. Kwa upande wa serikali, tishio linatajwa si tu kama kesi ya kifedha, bali pia kama sehemu ya jitihada za kuhakikisha utulivu. Mahitaji ya utafiti zaidi yanaweza kuleta matokeo. Mahitaji ya utafiti zaidi na yasiyotangazwa. Hakuna taarifa wazi au huru ambazo zinazothibitisha mapato yaliyodaiwa na chanzo chake, au ushahidi wa fedha hizo huwa ni za uhalifu. Pia kuna mjadala mkali kuhusu swali la uhuru wa swala la uhuru wa mahakama, haki ya kujitetea na ustawi wa kidiplomasia, hasa kwa mtu kama Mange anayeishi nje ya nchi. Hali ya kesi bado ni ya kuendelea. Tarehe ya mahakama ni 28 Januari 2026. Hivyo yote ambayo yataendelea kutokea yatakuwa muhimu kwa kuelekea historia ya Mange Kimambi. Ikiwa kama utataka kuendelea kuifahamu historia hii, unaweza kupata muhtasari wa maoni ya ushauri au maoni ya watu kuhusu Mange Kimambi. Unadhani ni nini, au wanadhani ni nini watu ambao wanatoa maoni kuhusu Mange Kimambi? Je, wanaunga mkono au hawaungi mkono kumkosoa? Hivyo basi, kwa hivi sasa, wakati huu, katika historia hii tuishie hapa. Hivyo mengine zaidi tutaendelea kujuzana kadiri pale ambapo tutakapokuwa tunapata historia yake au mwendelezo wa historia yake. Kama bado hujasubscribe channel hii, basi fanya usubscribe. Ukisubscribe channel hii utakuwa ni moja kati ya familia yetu, na utakuwa wa kwanza kuwa unapokea notification, yani taarifa ya kila aina ya kazi ambazo tutakazozipandisha mtandaoni. Share video hii na wengine wapata kujua historia ya Mange Kimambi. Bye bye.